Nilikuwa nanong'ona na waziri pale, hili swala la he for she. Tunajitahidi kujenga he for she. Maana yake nini? Ni wanaume watakao kuwa wanazungumza ajenda za wanawake, watakao simama na ajenda za wanawake. Lakini kamuuliza waziri, si wanaume hao wanaowakatisha watoto wetu masomo kwa kuwapa ujauzito? Sasa mjitahidi huko kwenye he for she, wanaume wenyewe wakatai kufanya hilo. Badala ya kwamba tunazungumza he for she, lakini wao ndio wanakatisha masomo hiyo, wanaoa mapema sana. Anajua kabisa mtoto yuko la 6 la 7 anakwenda anaoa. Nadhani yale majukwaa yako ya kupeleka elimu huko sasa yachakarike, na mimi nitawapa usaidizi binafsi ili majukwaa yachakarike na muweze kufika huko. Ni lazima tujenge kizazi cha watoto wanaojiamini na wenye uwezo wa kujenga hoja, vijana ambao watatambua kuwa ukubwa wa hoja yake sio sauti yake, ukali wa sauti yake, wala ukali wa maneno yake, bali ni hoja yenyewe na utulivu na ufasaha wa kuiwasilisha hoja yenyewe. Kule kusema hoja kwa sauti kali na ukali na kufoka, kule sio kujenga hoja, ni kupotosha hoja. Lakini tujenge vijana ambao watajua kuwasilisha hoja zao, wazitetee na waweze kuwa na ushawishi wa kufanya hoja ikubaliki. Lakini pia tujenge vijana wanaojitambua kwamba madai ya usawa kijinsia ni madai halali kwa mujibu wa ibara ya 12 ya katiba yetu. Si jambo la kuzushwa na Dorothy Gwajima au jambo la kuzushwa na serikali, hapana. Ni madai halali kwa mujibu wa ibara ya 12 ya katiba yetu. Lakini pamoja na katiba yetu, viongozi wa dini nao wametuongezea madai halali ya vitabu vyetu. Kwa hiyo usawa kijinsia ni jambo jema katika jamii.